kuna swali moja ambalo watu wengi hawajiulizi, lakini wapo wanaojiuliza kwamba kama Mungu ni wa dunia nzima, kwa nini karibu manabii wote maarufu walitokea eneo moja tu? Kwa nini sio China? Kwa nini sio Afrika au Afrika Kusini? Kwa nini sio Ulaya? Kwa nini ni hili eneo hapa ambalo ni jangwa, vita na migogoro ndo likawa headquarters ya dini zote kubwa duniani? Why Asia? Je, ilikuwa ni mpango wa Mungu au kuna sababu za kihistoria ambazo watu wengi hawazijui au sometimes hatuhangaiki kujiuliza? Leo nataka nikusaidie make sense kwamba kwa nini Mashariki ya Kati ni West Asia. Najaribu kukukumbusha always ile eneo sio Mashariki ya Kati, kijiografia ni West Asia. Kwa nini ndipo manabii wote wanatoka? Jina langu ni Grayson Gideon. Kabla ya kukuelezea kwa nini manabii wengi wanatoka hili eneo, inabidi nikuelezee transformation ambayo inaendelea kwenye eneo moja la ujenzi hapa Tanzania kupitia hawa washirika wetu hapa. Wao hawauzi tu vifaa vya digitali vya ujenzi, ila wanataka kuifanya tasnia yenyewe ya ujenzi, hivi ni tasnia au ni taaluma ya ujenzi, kuwa ya kidigitali zaidi. Wanakuletea hizi brand Amoeba, Amoeba Pro na Lyon. Hii Lyon ni mpya, inaingia sokoni. Comadre kazi yao ni kurahisisha kazi ya fundi. Unajua muda ni element muhimu sana kwenye ujenzi. Kwa hiyo kadri ujenzi unavyokaa muda mrefu, kuna hatari ya wewe kula hela au vifaa kupanda bei kwa sababu ya issue ya dola, Kwa hiyo unapokuwa na kifaa kama hiki cha kidigitali, kinakusaidia fundi wako anamaliza ujenzi ndani ya muda mfupi, unamalizana na hicho kitu, na pia inakuwa na professionalism kwenye jinsi unavyochanganya hayo material yako. Kwa hiyo waone Comadre wana mafundi pia na wana ushauri wanatoa, wana vipuri. Kwa hiyo maana yake ukinunua kifaa kwao, ukirudi kama kimeharibika baadhi ya sehemu, wanaweza kukupa kipuri. Asante kwa Comadre kwa sababu wao ndo wanafanya kila wiki na kuletea hii MDC updates. Sasa tuingie kwenye hili somo gumu kidogo, lakini nikupe kwa njia rahisi. Kuna vitu kadhaa nataka uvielewe. Kwanza kabisa nilikuambia Middle East au Mashariki ya Kati sio jina la zamani la hili eneo au la kijiografia. Ni jina ambalo limetengenezwa na wazungu tuseme, au media za magharibi, hasa Waingereza. Wakiangalia dunia kutoka Ulaya, wao wanaona Europe ipo katikati, alafu Asia ni karibu, kwa hiyo ndo wanaita Near East, alafu hili eneo wanaliita Middle East, alafu China, Japani na Indonesia huko wanapaita Far East. Kwa hiyo kuna Near East, Middle East na Far East. Kwa hiyo technically Mashariki ya Kati ni mtazamo wa kijiografia wa Ulaya na sio jina la asili la hii civilization hapa. Kwa hiyo hili eneo jina rasmi liliitwa Mesopotamia zamani, baadaye likapewa jina la Levanti ambayo ndio Syria, Lebanon, Jordan na Palestina, alafu baadaye wakaita Arabia Peninsula ndio Saudi Arabia na hizi nchi za Ghuba, baadaye ndio ikawa Persian ambao ndio Iran ya sasa, baadaye ikaja Anatolia ambao ndio Uturuki ya leo. Hayo majina inategemea makao makuu yako wapi. Ukisikia Uturuki maana yake ni ndo Ottoman walitokea hapa. Kwa hiyo Middle East ni kama umbrella term ya kisasa ambayo inaeleweka sehemu nyingi. Kwa hiyo nchi ambazo sasa zinahesabiwa kwamba ni Mashariki ya Kati ni Saudi Arabia, United Arab Emirates, ndo hao wenye Dubai na Abu Dhabi na wenzao, kuna Qatar, kuna Kuwait, kuna Bahrain, kuna Oman, kuna Yemen, kuna Iraq, kuna Iran, Syria, Lebanon, Jordan, Israeli, Palestina, Uturuki na Egypt ambayo yenyewe ipo hapa juu upande wa Afrika, na kuna visiwa vya Cyprus pia vinahesabiwa ni sehemu ya hili eneo la Mashariki ya Kati. Na kitu kingine interesting kabla sijaenda zaidi ni kwamba Mashariki ya Kati sio ya Waarabu. Mfano Iran sio Waarabu, Waturuki sio Waarabu, Israeli yenyewe majority sio Waarabu.
Kuna Wakurdi pia ambao wanaishi Iraki, Syria, nilikuletea story yao. Hawa jamaa wanakatiza kwenye hizi nchi, ni mamilioni ya watu. Kwa hiyo hili eneo ni mchanganyiko mkubwa wa dini, lugha, makabila na civilization za kale nyingi ziko hili eneo. Ndio maana ilikuwa ni senta ya historia ya dunia kwa maelfu ya miaka. Leo ukiangalia hii ramani unaweza kuona Mashariki ya Kati kama ni eneo la kawaida, lakini zamani hii ilikuwa ni katikati ya dunia. By the way, hata jina China linatokana na the fact kwamba walikuwa wanajiita ni kingdom ya katikati, yani taifa kuu la katikati. Kwa hiyo wao China, ramani yao ilikuwa inaonekana hivi kwamba unaanza kuiona China katikati na nchi nyingine zote ziko pembeni. Na the fact kwamba dunia sio bapa, kila mtu yuko sahihi. Kwa hiyo kutoka kwenye hii taswira unaweza ukaona jinsi ambavyo walikuwa wanajiona wao duniani. Sasa hii ni level ya ramani. Kuna namna ambavyo ramani zimekuja. Hata hii ramani yenyewe tuliwahi kukuletea kwamba imechakachuliwa, Afrika inaonekana ni ndogo. Kwa hiyo ninachojaribu kukuelezea hapa ni kwamba kuna ramani alafu kuna maisha halisi. Sasa tukija kwenye maisha halisi, Mashariki ya Kati ilikuwa ni junction ya mabara matatu: Afrika, Asia na Ulaya. Biashara zote kubwa unazosikia zimeshepu dunia, kuanzia dhahabu, viungo, hariri kwa maana ya silki, maarifa kwa maana ya vitabu na watu maarufu wengi unaosikia, dini na vita. Ilikuwa hapa ndio junction ya hivi vitu. Na ukidhibiti hili eneo, maana yake ulikuwa unadhibiti taarifa za dunia. Kwa hiyo civilizations unazozisikia kama Mesopotamia, Egypt wenyewe, Babylon, Jerusalem, ndio maana historia nyingi za mwanzo za civilization zilianzia hapa. Lakini kuwa center ya dunia pia kulileta kitu cha pili: migongano. Na hapa ndo tunaingia sasa kwenye sehemu ya vita vingi ambavyo viliibua maswali mengi ya kiroho. Ukifuatilia historia ya dini zote kubwa na imani zake, zilizaliwa wakati wa confusion. Yaani wakati watu hawaelewi, kuna kitu watu hawakielewi. Mfano vita, utumwa, njaa, magonjwa, ukoloni wa falme mbalimbali zile. Binadamu akiwa ameumia sana, huwa anaanza kujiuliza maswali makubwa, the big questions, kwamba kwa nini tunaishi? Kwa sababu unajua umeshaona ndugu zako wameuawa. Yaani inafika sehemu unaona, kwa mfano umewahi kujiuliza kwa nini vita ya kwanza ya dunia haina picha nyingi sana kama vita ya pili? Ni kwa sababu vita ya kwanza ya dunia matukio yake yalikuwa ni noma yani. Kwa hiyo binadamu akiwa anapitia wakati mgumu huwa anajiuliza, kwa nini tunaishi? Kifo kinakuwa karibu na wewe kiasi kwamba unakuwa huoni sababu za kufanya maendeleo. Yaani huwazi chochote kama binadamu, unawaza tu kuwa hai. Na ndio maana unajiuliza, kwa nini tunaishi? Kwa nini kuna haya mateso? Watu wa kawaida wanajiuliza. Na ukizingatia ni era ambayo communication haikuwa kubwa hivi. Unajua dunia imeanza kuendelea sana baada ya kuendelea kwenye upande wa mawasiliano. Unajua zamani binadamu alikuwa hawezi kutumia muda mmoja lakini sehemu tofauti. Ndio wanaita space and time. Kwamba ili mtumie muda mmoja na mtu lazima muwe eneo moja. Ili uweze kuwasiliana na mtu lazima uwepo eneo alipo. Ukishindwa kuwepo eneo alipo, maanake hutaweza kuwasiliana nao kwa muda ule ule. Utabidi utume barua ambayo itakaa wiki, ataenda kuisoma kwa muda wake na wewe uliituma kwa muda wako. Vinginevyo umfuate. Lakini sasa hivi kupitia teknolojia ya mawasiliano tumeweza kuiovercome hii idea ya kuishi kwenye space and time kwa wakati mmoja. Sasa hivi tunaweza tukatumia muda mmoja kwa maana ya time moja, lakini space tofauti. Wewe labda uko Iringa, mimi niko Dar es Salaam, au upo nje ya nchi, mimi nipo hapa, lakini tunaongea kwa wakati mmoja. Wakati huo tunatumia muda kufanya kitu kimoja, lakini tupo sehemu tofauti.
Zamani hilo halikuwezekana. Kwa hiyo unaweza ukaona teknolojia ya mawasiliano ndio msingi wa kasi ya maendeleo tulionayo kama binadamu, kuanzia kwenye serikali, uchumi, dini, everything. Kwa hiyo binadamu kushirikiana kibiashara, sijui kiintelijensia, kinamna yoyote ambayo binadamu wanashirikiana sasa hivi duniani, ambayo ndio nguvu yetu by the way. Unajua binadamu mmoja mmoja huna nguvu yoyote, tukupeleka porini pale, tukakuacha, yani huna chochote. Kwa hiyo hata ukubwa wa binadamu ni ushirikiano wetu, na ushirikiano uliletwa na communication, mawasiliano. Sasa kwa kipindi hiki, watu wa kawaida huku chini walikuwa hawajui kinachoendelea kule makao makuu ya ufalme. Kwa sababu unajua mahusiano ya wananchi zamani na serikali ilikuwa ni ulinzi zaidi. Walikuwa hawana barabara wanajenga, walikuwa sijui, yani mnalipa kodi, lakini kikubwa ni kwamba tupo chini ya ulinzi wa hii serikali na nguvu ndio ilikuwa kila kitu. Kwa hiyo endapo wafalme wanashindwa kuwalinda dhidi ya vita, utumwa, njaa, magonjwa na huo koloni, nani mkubwa kuliko wafalme? Mashariki ya Kati ilikuwa ni ruti ya majeshi, ilikuwa eneo la kugombania, ilikuwa ni sehemu ya watu kuhamahama. Utakumbuka Babylon captivity, ndo wakawakamata Wayahudi, wakawabomolea eneo lao lile, wakawapeleka makao makuu kwenda kupiga kazi, mpaka alivyokuja mfalme wa Persian. Nishakupa hii story kwenye episode za nyuma. Wakumbuka Waroma pia walivyokuja wakaivamia Judea, Judea nayo ikasambaratika, wakahamishwa watu, Wayahudi wakasambazwa duniani. Kama umefuatilia hii episode yetu ya Picha Linaanza kuhusiana na historia ya Wayahudi, unaweza ukaona vurugu zilizokuwa kwenye hili eneo. Kwa hiyo mazingira yenye pressure kubwa yalizaa manabii wengi, thinkers wengi na movement nyingi za kiroho. Kingine, dini zilihitaji eneo lenye network. Na hapa ndo watu wengi hawafikiri hili kwamba dini haiwezi kusambaa kama hakuna biashara, hakuna wasafiri, hakuna lugha zinazounganisha watu. Hapa Mashariki ya Kati ndo kulikuwa kuna wale caravans, ports kwa maana ya bandari, wafanya biashara, empires ndo zilikuwa zinapenda kushika hili eneo. Kwa hiyo mtume au nabii akiongea hili eneo leo, kesho taarifa imefika kwenye nchi nyingine. Utarudi kwenye historia ya kitu kinaitwa Silk Road, mweko kigusia kidogo, na Arabian Peninsula, hii peninsula ya Waarabu hapa, jinsi ambavyo dunia watu walikuwa na cross cut. Hii Silk Road ilikuwa ni ya China, ambayo nilishakuambia kwenye episode za nyuma kwamba ilikuwa ni barabara ambayo sio moja, ila ilikuwa inauza hizi hariri, na ilikuwa ni wakati huo China walikuwa ndo noma kwenye hii silki. Kwa hiyo lugha kama Aramaic, Kiebrania chenyewe, Kiarabu na Kigiriki zilikuwa ndo lugha ambazo zinatumika kwenye biashara. Kwa hiyo ujumbe ulisafiri haraka kupitia hizi lugha. Na ukiangalia ndo lugha ambazo ni za manabii wengi. Yesu alikuwa anaongea Aramaic, Kiebrania, Waarabu ndo alikuwa anaongea Muhammad, Wagiriki ndo hao ambao walikuja kutuletea thinkers wengi na demokrasia na vitu vingine vingi, kwa sababu ya huu mchanganyiko uliokuwa hili eneo. Na hii ishu ya uhusiano uliopo kati ya biashara na lugha, hata kwa Tanzania ni mfano mzuri kwamba Kiswahili hakikuwa ni lugha ya eneo hili lote la Tanzania kwamba ni kubwa au ni lugha inayofahamika sana. Hapana, ni kwa sababu wakati wanafikia hili eneo kufanya biashara na watu kama wa kingdom za Kilwa na nyingine, walikuta Kiswahili ndio kinazungumzwa na hawa watu. Kwa hiyo Waarabu wakafanya nao biashara. Wakati hizi nchi zinapata uhuru kama Tanzania, lugha ya biashara ilikuwa ni Kiswahili. Kwa hiyo ikabidi ifanywe ya nchi nzima kwa sababu ni lugha ya kibiashara. Sio kwa sababu ilikuwa special, sio kwa sababu ilikuwa kubwa, sio kwa sababu ilikuwa ni kongwe kwenye hili eneo. Kwa hiyo ninachojaribu kukuelezea hapa ni kwamba lugha ya biashara inakuwa ina nguvu kwenye vitu vingine kama dini na serikali na kadhalika. Swali jingine ambalo wengi hujiuliza kwenye hii topic ni Afrika haikuwa na manabii? Na wengi wanajiuliza, wana majumui wa Afrika wanajiulizaga, hivi ni kweli kwamba manabii hawakuwahi kutokea Afrika?
au historia iliyotufikia ndio imechagua nani wa kumkumbuka na nani hatumkumbuki? Watu wengi waga wanauliza hivi, sisi wa Afrika hatujawahi kuwa na manabii? Kwa nini manabii wote wanatoka Mashariki ya Kati? Kumbe kuna watu kama wakina Sita tuwajui. Mwana Malundi, hebu tupe story yake kwa mtu ambaye ndo anamsikia hapa. Kila mtu anasikia kama conspiracy theory, kama hivi alikuwa anaishi, alikuwa ni mtu halisi au ilikuwa ni myth, unajua eh? Mwana Marundi, maana ya Marundi kwanza tuanze. Marundi inatokana na milundi. Milundi ni miguu. Mwana Marundi mama yake ndo alikuwa mganga wa kienyeji, mama yake mzazi, na alipewa hizi nguvu kutoka kwa mama yake. Ni kama umewahi kumfuatia mama yake Mkwawa, alikuwa kama mama yake Mwana Marundi, alikuwa mganga, na mama yake Mkwawa alimsaidia mambo mengi sana, kushinda vita na vitu kibao. Ukipata muda ifuatilie pia story ya mama yake Mkwawa, utaelewa. Iko hivi, Afrika ilikuwa na spiritual system nyingi kabla ya ujio wa hizi dini za Abraham. Kuna possibility ya viongozi wa kiroho wengi ambao hawakurekodiwa kimataifa. Utakumbuka kwenye episodi zangu za nyuma niliongea hapa na Prince Katega ambaye ni moja ya hawa Pan-Africanism, akatuambia kuhusiana na kitabu ambacho kilimtaja Kinjekitile Ngwale kama moja ya viongozi wa kiroho 100 wenye nguvu zaidi duniani. Mzee Kinjekitile story zake zikoje? Alikuwa anawadanganya watu au kweli risasi zilikuwa zinageuka maji? Aisee, Kinjekitile hadanganyi kabisa. Na kitabu nilikisoma kwa mtu, my cousin brother anaitwa Dr. Mukiza. Hata nilikuwa kwake 2 weeks ago, actually mwaka mpya nilikuwa kwake London. Lakini ana vitabu vingi kiasi kwamba akasema aisee, viko huko juu kwenye loft. Lakini niliwahi kukisoma kama 98 kwa naenda 99, nilikuwa naenda kwake, nafikia kwake. Kinaitwa hivi, The 100 Most Influential Spiritual People in the World. Wow. The 100 Most Influential Spiritual People in the World. Kinjekitile Ngwale yumo. Yani wao wanamuona ni one of the most influential spiritual. Yeah? Kwa ni mkuu wa kiroho. Kama ndo manabii basi alikuwa yeye katika 100 tu. Yani hapo hata Musa hayumo mle. Kwa hivyo he was right. We imagine vita inaanzia Kipatimu, Kilwa, inaenda kuishia kwa Wangoni wapi huko? Songea. Kweli ina maana ni uongo? Yani vita watu wanabunduki, nyinyi hamna. Siwangesha hapo siku mbili tu. Na by the way, watu wengi walikuwa nawaelezea watu kwenye picha linaanza hapa kwamba watu wengi waliokufa kwenye ile vita walikufa kwa njaa, sio kwa bunduki. Yeah, tena umesema hapo kama unafuatilia ndugu yangu. Nikupe muktadha kwamba zamani historia nyingi ziliandikwa na waliokuwa wanaweza kuandika. Maandishi yakikuwa kitu cha kila mtu, ni issue tu kwamba situation iliyokuwepo ndio imezalisha hiki, kwamba walioandika ni hawa. Hata ungeandika wewe, ungeandika kwamba Kinjekitile wako ndio noma kuliko Kinjekitile wa Ulaya au Mashariki ya Kati. Hata Afrika kuna falme ambazo ziliandika vitabu vyao vya spiritual kama Ethiopia, ambao wana Bible yao na miaka yao tofauti, Hata Bible ya Ethiopia ilishindwa tu kuhiti duniani, lakini ingehiti maana yake dunia tungekuwa tunaiona hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye theology ama vitabu vya dini tunaambiwa Mungu alichagua ili eneo kwa sababu lilikuwa na dhambi nyingi na matatizo mengi. Lakini kwenye mtazamo wa kihistoria sio kwamba Mungu alichagua sehemu fulani, ila historia yenyewe ilikuwa tayari imejenga stage. Naweza nikasema historia na jiografia. Kwa hiyo fikiria hivi, kama ungekuwa na ujumbe unaotaka ufikishe duniani miaka 2000 iliyopita, ungeupeleka wapi? Kwa sababu huwezi kuposti, huwezi kwenda redioni. Kwa hiyo lazima unaenda sehemu yenye biashara, sehemu yenye watu wengi, sehemu yenye connection ya mabara na yenye empires na yenye migogoro inayofanya watu watafute maana ya maisha. Kifupi ama kwa lugha rahisi, Mashariki ya Kati ilikuwa ni internet ya dunia ya zamani. Na huenda ndio sababu ideas nyingi za dini zilisambaa kutoka hapo na kwenda duniani. Kwa hiyo swali la mwisho kidogo ambalo lina twist ni kwamba leo hii Mashariki ya Kati bado ndio center ya migogoro ya dunia. Tukizungumzia mafuta, vita, dini, issue ya Jerusalem, Mashariki ya Kati na Gaza kinachoendelea, Iran yenyewe na Israeli, Saudi Arabia, eneo lile lile.
lililozalisha manabii bado lina influence duniani mpaka leo. Kwa hiyo swali sio kwa nini manabii walitoka hapa. Swali ni kwa nini eneo hilo bado linaonekana kama moyo wa historia ya binadamu mpaka sasa hivi. I hope nime make sense au nitamani niendelee kidogo. Asante kwa kila ambaye unafuatilia na unasema unaongeza kitu kwenye hizi episodes, lakini zaidi ya yote asante kwa kila ambaye umesubscribe hii account, kwa sababu unaitafuta ile 100,000 subscribers, na shout out kwa Komadre kwa kuwezesha angalau kunipa nguvu ya kufanya hii kitu. Kila wiki nikuletee hizi updates. Naona comment zako na naona support yako kubwa kwenye hii channel. Tukutane episode ijayo. Naitwa Grayson Gideon.